السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. طيب, tukiwa kwenye somo letu la al-usulu min ilmi al-usuli ya sherehe ya Muhammad Saleh Al-Uthaymeen alayhi rahmatullah. Pendekezo tulilopewa au nililopewa na wanafunzi wangu wote wanaofuatilia somo hili ni kuwa tunaanza upya mwanzo wa kitabu, kwa sababu mwanzo wa kitabu hatukuanza. Basi wakanipa wazo na nimekubali, ni fikra mzuri, ili tukipate hiki kitabu mwanzo mpaka mwisho. Mwenyezi Mungu awajaze khairi nyote, nikiwatakia khairi na utulivu na usikilizaji mzuri sana, pamoja na kulirejelea hili somo kwa kutwalishana, na matatizo inshallah tutafute njia ya kuyatatua. Barakallahu fikum. Tayyib, al-usulu min ilmi al-usuli ndicho kikao chetu cha kwanza, jilsa yetu ya kwanza. Hii al-usulu, fuata vizuri sana. Min ilmi al-usuli naweza kulitafsiri liibara kwa usahali huu niliouona: misingi katika elimu ya misingi. Misingi katika elimu ya misingi. Tayeb, sasa hili somo lenyewe kwanza, al-usulu min ilmi al-usuli. Al-usulu, tutazame mutaradifatu kalimati al-usul. Mutaradifatu kalimati al-usul ni yale majina ambayo yaafikiana kimaana na kimisingi kwenye temko lenyewe la al-usul. Tabia? Tayyib, hii al-usulu taatamidu ala siyaqi. Hii hutegemea siyaq ya maneno. Kwa hivyo itakuwa fatashmula asasiyati mabadi'a judhura mansha'a qawaida manba'a. Mithlu, sema manba'ul nahri ni matimbuko ya mto, kwa hivyo yarudi kwenye msingi. Pia temko linakusanya daima, wa hadhihi al-kalima, yani kilma hiki daimu, jam'u daamatin, ni wingi wa daama, wa maanaha al-asasu wal-imadu alladhi yaqumu alayha ash-shay. Sah, ni msingi, nguzo ambayo husimama juu yake kitu, ndio maana msingi. Kisha pia temko la al-usul limekusanya pia maana qawaida, fatashmula qawaida, wal qawaidu huwa al-aslu wal asas. Fuata vizuri, ni asli na asas, zote kwa maana ya msingi, kwa sababu ni mutaradifat. Na al-aslu wal asas wa hiya al-murtakazatu, al-qawaid hiya al-murtakazatu allati yaqumu alayha ayu shay, ni vile vitu ambazo vimerakiziwa kuthibitishwa. Allati yaqumu alayha ayu shay, ambao juu yake husimama kitu chochote, ndio msingi. Yaqulu Allah ta'ala, tabi'a, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayt. فالقواعد جمع قاعدة.
jam'u qa'ida fi qawli Allahi wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayt. Falqawa'idu jam'u qa'idatin, ni wingi wa qa'ida. Wa hiya sariyatu wal asasu, ni pila na msingi, zote kwa maana ya msingi katika hizi mutaradifat ya temko la al-usulu, hili jina lililopewa, somo lililopewa jina hili. Tayib, fal usulu, ma maana al-usuli? Jamu asli, ni wingi wa asli. Aslun ni moja, al-usul ni nyingi. Aslu ni msingi, al-usulu ni misingi. Tabi'a. Tayib, wal aslu wa huwa ma yubna alayhi ghayruhu au ma yanbani alayhi ghayruhu. Msingi ni ule unaojengewa juu yake vingine, au ma yanbani alayhi ghayruhu, ni kinachojengeka juu yake chengine. Mkweli ndio msingi. Msingi ndio unaobeba flats, tabaqat za juu. Mfano Sheikh atupigia kwenye kitabu aslul jidar. Aslul jidar, asili ya ukuta au msingi wa ukuta. Wa huwa asasuhu, aslul jidari ni asasuhu. Ukuta watazamwa msingi wake, kwenye nguvu zake huu ukuta na kwenye udhaifu wake. Tayib, wa aslu shajarati alladhi yatafarra'u minhu aghsanuha. Asema Sheikh, na msingi wa mti, alladhi, msingi ambao, yatafarra'u minhu aghsanuha, mti ambao hutoa matawi, hutoa vitagana matawi, huwa ni nguvu za ule mti kwa sababu ya nguvu ya foundation ambao ni msingi. Sah? Tayib, hebu lisikilize neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya hii ambayo tuitafsiri, aliyestadili nayo Ibn Uthaymeen katika kuweka wazi al-usulu likimaanisha msingi. Alam tara, alam ta'lam, hujui. Kaifa dharaba Allahu mathalan, vipi Allah kapiga mfano, kalimatan tayyibatan, kilma kizuri. Kilma kizuri kimefananishwa kashajaratin tayyibatin, kama mti mzuri. Tabi', mti mzuri vipi umekuwa mzuri? Asluha thabitun, msingi wake ni madhubuti, msingi wake umethubutu, msingi wake ni imara. Fuata vizuri. Wa far'uha fi samai, na matawi yake yako mbinguni. Ibrahim 24. Hapa ndugu zangu vijana, mti usingetoa matawi na kunawiri na ukawa juu ikiwa foundation yake, ikiwa msingi wake si madhubuti. Tayib, sasa aliposema asluha thabitun wa far'uha fi samai, maana yake ni asluha, asasuha, mabadiuha, judhuruha, manshauha, qawaiduha, manba'uha, imaduha, daaimuha. Zote ni kalimatun mutaradifat. Tayib, asluha thabitun wa far'uha fi samaa. Tayib, ndipo ikaja katika al-ma'thur, jaa fil ma'thur, wenye kusema wakasema, na tutamtaja aliyesema msemo huu, man harama
man hurima al-usulu hurima al-wusulu. Huna fihi kalimatan al-usulu wal-wusulu. Tabi'? طيب. Sasa qal man hurima al-usulu, alonyimwa msingi, kana yani masomo yenye msingi. Hurima al-wusulu, atanyimwa kufika kwenye lengo kwa sababu huna misingi. Ukiwa na misingi hata katika usomi, vijana, utafika kwenye malengo. Kila jambo ni msingi. Hadha al-ma'thur yamaanisha nini? Ayul ma'thur hi man hurima al-usulu hurima al-wusulu. La maanisha nini neno hili? Yani man dhayya al-asasiyat, tabi', mwenye kupoteza ya misingi, au taraka al-mafahim al-asasiyata, ama akaacha ufahamu umafuhumi wa kimisingi, fi ayi ilmin au amrin, kwenye elimu yoyote ukaata ufahamu wa misingi, ama jambo lolote ukaliandama bila ya misingi yake, la yasilu ila al-muradi, mtu huyu hafiki kwenye muradi, au al-hadafi au wal-gharadhi wal-maqsad al-maqsudi, ay al-maqsad al-manshud, makusudio takiwa, lengo linalotakiwa. Huwezi kufika ikiwa huna misingi ulioikita kwenye kuliandamia jambo lolote. Neno hili man hurima al-usulu hurima al-wusulu, qawlun mansubun li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sah? Ni neno lililotegemezwa, lililonasibishwa Sheikh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, lakini matumizi yake hutumika vipi? Sikiliza vizuri ili ujue msingi wa somo lenyewe. Kwa mukaddima huu kwenye jilsa yetu ya kwanza ya leo, ayuha talaba, hadhihi yani al-mithal, mfano huu, au inshi taqul hadhihi al-qa'ida, kaida hii, kwa sababu kwenye usulul fiqh tutumia qawaidul usul. Kwa hivyo hii man hurima al-usulu hurima al-wusulu ni neno mansubun li Sheikh al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah, lakini ni kaida. Kitazama ni kaida, hutumiwa vipi kaida hii? Wa yustaqdamu, hutumiwa litaakidi ala ahamiyati al-bad'i bifahmi al-usuli watamassuki biha litahqiqi an-najahi fi ayi majal. Kwa maana latumika kutilia mkazo na kutilia nguvu na uhakikisho juu ya umuhimu zaidi wa kuanza kufahamu misingi kwanza na kushikamana nayo. Lengo ili afike kwenye lengo gani? Litahqiqi najahi fi ayi majal, ahakikishe kufaulu katika kila nafasi. Ndipo ukaona hata mtoto ikiwa hakupewa misingi ya kaida zile za hurufi, kisomo chake huwa hakina msingi. Lakini mtoto aloimarishwa kiusomi kwa kaida, kwa misingi, haleti tabu katika usomi kwenye safari ya kusoma kwake. Sahih jamaa? Tayib. Idhan hii ni nasaha kwenu mnaofuatilia hichi kitabu. Fatalibul ilmi, mwanafunzi mwenye kutaka elimu na kusudio lake ni mwanafunzi, yambaghi alayhi an yabda'a bi usuli al-ulumi, yampasa yeye aanze kwa misingi ya elimu aianzie misingi yake. Wa fi kulli ilmin min al-ulumi usulun,
Na katika kila elimu, kati ya elimu nyingi ama zote, zina misingi. Yambaghi an yahtania wa yahtamma biha, yapasa achilie inaya, awe na inaya nazo hizo ilmu, kwa maana awe na bidii nazo. Wa yahtamma biha, na awe na umuhimu kwanza wa misingi. Na litazame vizuri ya kuwa alokosa msingi huwa na tabu katika kusoma kwake ama katika usomi wake katika mustakbal. Lidhalika ni chaguo zuri watoto wangu muliochagua la kulisoma au kutaka kulisoma somo hili la msingi. Kwa hivyo lipulikeni vizuri. Fatalibul ilmi yambaghi alayhi an yabda'a bi usulil ulumi, wa fi kulli ilmin min al-ulumi usulun yambaghi an ya'taniya wa yahtamma biha. Idhan fa idha darasa hadhihi al-usul, akisoma misingi hii, wafahimaha, kisha kaifahamu, na kufahamu kitu kukifuatiliza na kukitwali na kukirudia na kukiulizia masuala yenye kutatiza. Fa idha darasa hadhihi al-usula wafahimaha fa inma yati ba'da dhalika sayakunu tabi'an li hadhihi al-usul, yatakao kuja baada ya hapo itakuwa ni yenye kufuatia misingi hii, kwa sababu amekita kwenye misingi. Tayeb, sasa basi, hii al-usulu ni jamu asli kama ilivyo katika kitabu na mwafuata wenyewe. Alaysa kadhalik? Amesema al-usulu jamu aslin, wal aslu yati bimaana dalil. Al-aslu msingi inakuja kwa maana dalili. Ndipo jambo likipata dalili ama unalolidai ayuha talib ukalisuka kwa misingi ya dalili, lile jambo huwa madhubuti kwa sababu lina dalili. Lidhalika al-aslu inakuja kwa maana dalil, ndio dalili ikawa na nguvu kwa sababu ni msingi. Naam, angalia mfano al-aslu fi ujubi salati. Angalia msingi katika wajibu wa swala. Hili la swala kuwa ni wajibu, msingi wake qauluhu ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, kwa mujibu wa 43 suratul Baqara. Sah? Angalia msingi kwa kuja kwa maana ya dalili, nkana kusema msingi wa wajibu wa swala. Kwa hivyo swala kuwa ni wajibu kimsingi ni dalili hii, wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in. Lidhalika ukitakiwa dalili kwenye jambo huwa watakiwa msingi wa kuthubutu jambo. Sahih? Tayeb, hiyo maana ya kwanza. Wa aidan ya'ti al-aslu bimaana al-qa'idati al-mustamirra. Hata la pili hili msingi al-aslu inakuja kwa bimaana al-qa'idati al-mustamirra, kaida yenye kuendelea. Hii ndio kaida ijulikanao inaoendelea. Sa'adrib lak al-amthila. Idhan fa kalimatul asli, kilima hiki cha al-aslu tulichokitoa kwenye jamii ya al-usulu fi awwal kitabina, tushiru ila al-asli al-lughawi au al-shar'i al-mustaqir, cha sheria msingi wa kilugha na wa kisharia uliotulia. Tayeb, mifano itakuja vipi? Mfano al-aslu fi bara'ati dhimma, asili msingi ni mtu kutakasika na dhima, kwa maana ndilo msingi ya kuwa mtu hana dhima, kama kwenye ibada, kama kwenye muamala, kama kwenye al-uqudu, ametakasika na dhima.
ya yale aliyofungamana nayo. Ni mfano. Au mfano mwingine, al-aslu fil khitabi li muayyan, kwa maana msingi katika mazungumzo kwa aliyeainiwa, ni mazungumzo ya muelekea nani. Au mfano wa tatu, aklul maitati ala khilafi al-asli. Watu wa usuli wametupigia mfano huo na tumeanukuu kwa al-usuliyuna na vitabu tofauti tofauti zinazozungumza somo hili. Tukikifuata kitabu hiki cha al-usulu min ilmi al-usul, kuna huu mfano, aklul maitati ala khilafi al-asl, kwa maana kula maiti kinyume na asili, ni kinyume na kaida zoeleka, kwa sababu al-qaida al-mustamirra iliyozoeleka ni kwa kuwa maiti haliwi, hakuna anayekula maiti, Allahumma maiti waliovuliwa kama as-samaku wal jarad. Asili damu hainywewi isipokuwa iliyovuliwa, iliyotolewa, kana maini na mawengo yale. Lidhalika aklul maitati ala khilafi al-asl. Mumekufuata kitabu vizuri jameni? طيب. وسننظر العلاقة بين الأصل والظاهر في الجلسات التالية. Tutaangalia mafungamano kati ya al-asl wa dhahir katika vikao vinavyofuata insha Allah taala. طيب. Isitoshe, ويأتي الأصل بمعنى المقيس عليه. Hii al-aslu pia inakuja kwa maana kilichofanyiwa makisio. Al-muqayyas alayhi, bimaana al-muqayyas alayhi. Al-muqayyas alayhi wa huwa al-waqi'atu allati lam yanassa alayha au lam yunassa alayha, ni tokeo ambalo halikunasiwa, halikupata nas. Na tokeo ambalo halikupata nasi nususi za kisheria mnazijua, ni tokeo halila nas ya Qur'ani, halila nas ya as-sunnatu sahiha, tokeo halina nasi ya ijma'ul umma. طيب. Sasa kwenye hili, baada atemko la al-aslu kuleta maana matatu na yako maana mengine, lakini naktafi bihadhihi, fal-aslu wa huwa mahallu al-hukm alladhi thabata bin-nass aw al-ijma', ay al-muqayyas alayhi. Kwa maana asli ni pahala pa hukumu ambayo imethubutu kwa nas ama kwa ijma'i, ambao yatukuliwa kama al-muqayyas alayhi. Na an-nassu ya Qur'ani, an-nassu ya hadith ma'a al-ijma' huzingatiwa ni masadiru tashri' bila shak. Sasa hapo lazima kutapatikana na al-far'. Al-far' wa huwa al-mahallu alladhi lam yarid fihi nassun wala ijma'un, ni pahala ambapo hakukupatikana nas wala ijma'. Hakuna nasi wala hakuna ijma' ilolenga hukumu ya jambo hilo. Ay ash-shay'ul muqasu, kitu kilichokisiwa, kitu kilichofanyiwa makisio. Ndipo pale tukasema katika masadiru tashrini, alkitabu was-sunnatu wal-ijma'u wal-qiyas, مع الخلاف الموجود في ثبوت القياس، لكن الراجح القياس يعتبر مصدرا من مصادر التشريع الأربعة. إذن الشيء المقاس فلا بد من 4 أركان. Kitu chenye kukisiwa, kufanywa makisio, ili tupate msingi wa kulitolea dalili kwa masdari ya kiasi. Rukuni 4 hizi ni kama zifuatazo: al-aslu wal-far'u wal-illatu wal-hukm.
أركان القياس. ما الأصل؟ صحيح جماعة؟ طيب، فالأصل هو المنصوص، ni kitu kilichokuwa na nasi. Al-mansus ماذا تعني؟ هو المنصوص تعني أن الحكم الشرعي، يمانيش حكم يا شريعة، الثابت بنص شرعي قطعي، ni yenye kuthubutu kwa nasi ya kisheria qat'i thubut, nayo kitabin, yani binassin shar'iyyin qat'iyyin, kitabin wa sunnatin wa ijma', ilo thubutu kwa masadir hayo. Wa huwa al-mu'tamadu wal asasu alladhi yubna alayhi, ndilo lenye kutegemewa hilo na ndio msingi unaojengewa juu yake, kwa sababu msingi ndio umadhubuti wa flats kuja juu. Msingi ndio umadhubuti wa mti kunawiri angani na kutoa matawi na matunda na mengineyo. Maana mti ulothubutu kama ilivyokuja wasfu katika Qur'ani, ikhwa, naam, tu'ti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha, sawa. Lakini kama ingekuwa msingi si madhubuti, haungeleta natija wa kuleta matunda kila wakati. Lakini angalia hapo hapo, sawa. Mwenyezi Mungu asema wa mathalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabithatin. Mbona kashajaratin khabithatin kinyume na kalimatin tayyiba? Kwa sababu aslu kalimatin tayyiba thabitun. Sasa hii khabitha, kalimatun khabitha si madhubuti, ndipo hata ikaja wasfu hivi ikhwatal iman, wa mathalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabithatin ijtuthat min fawqi al-ardi ma laha min qarar. Tena angalia msingi ukiwa madhubuti, utapata umadhubuti wa kila jambo. Shuf, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti, walqawlu thabitu huna ni ile iliyofananishwa na shajaratun tayyiba, yani kama mkana mfano wa kalima tayyiba. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طيب، هذا هو الأصل. ثم الفرع من أركان القياس غير منصوص. طيب wanafunzi mmefuata vizuri jamani. الفرع غير المنصوص أي لم يرد فيها حكم صريح في نصوص الشرع. haikupatikana la far'i hukumu ya wazi katika nasi za kisheria, na nasi za kisheria nususu shar'i al-Qur'anu was-sunnatu wal-ijma'. Ukiweke na kiasi kwa wale walokithibitisha kiasi kuwa ni moja katika masadiru tashri'. Tayib, ويعتبر الفرع, hii far'i ambao ghairu mansus huzingatiwa, huwa mahallul qiyasi, ndipo pahala pa kiasi, makisio ya kujenga hukumu kupitia kwa lenye nasi. Haithu yas'a al-faqih, kwa namna ambao anafanya bidii na kwenda ule faqihi, msomi wa fiqhi, watu waloiva vichwa vyao kwa somo la fiqhi na usulul fiqhi na kawaidul fiqhiyya, liithbati hukmi lahu, kuthibitisha hukmu ya jambo la far'i ambao si mansus, min khilali rabtihi bi aslin, kupitia kufunga kwake na la asili. Hili ni la far'i, halina nas, lifungwe na la asili lenye nasi, kutazamwe la tatu katika rukni, la nne liwe ni kupewa hukumu.
wadhalika abra wujudi illatin mushtarakatin baina al-asli wal far', na hilo lapatikana kupitia kupatikana illa, na illa ni sababu lakini tutaitafsiri illa ambayo ni mushtaraka, iloshirikiana, ilokuwa sawa, baina al-asli wal far', kati la jambo la msingi lenye nasi na jambo la far'i ambao halina nasi. Ndipo kaida yao akasema hivi: al-qiyasu huwa taswiyatu aslin bi far'in fil hukmi li'illatin jami'atin bainahuma. Kiasi ni kufanya sawa la asili lenye nasi wal far'i, na jambo lisilokuwa na nasi, fil hukmi, kufanya sawa hukumu, huku na huku zote sawa, li'illatin jami'atin bainahuma, kwa sababu zilizokusanyika kati ya zote mbili, lenye nasi ambao ni al-asl na lisilokuwa na nasi ambao ni far'i, ikatoka hukumu. Sah? Tayib, thumma hunaka illa, ambao ndio hii illa ambao yote tutataka tuiweke wazi. Illa nayo ni nini? Fama hiya al-illatu 'inda al-usuliyin. Ila nini mbele ya wanavyoni usul? Hiya wasfun dhahirun, ni wasfu uliodhihiri, wa mundhabitun, na wasfu uliodhabitiwa, dalla dalilu shar'i, ulojulishwa na dalili ya kisheria, ala kaunihi manatan lilhukmi, kwa kuwa kwake ndio sababu wa kutolewa hukumu. Kwa maana mengine, ay annaha al-ma'na alladhi, kuwa illa ni maana ambayo yubna alayhi al-hukmu ash-shar'i, hujengewa juu yake hukumu ya kisheria, wa huwa shartun asasiyun fil qiyas, ni sharuti la kimsingi sana katika qiyas. Wa tu'arrafu al-illatu aidan, ila huarifishwa vile vile, ma'i jamaa, huarifishwa ila vile vile bi asma'in ukhra, kwa majina mengine. Kwa hivyo al-illatu ni as-sababu, al-illatu ni al-manatu, al-illatu ni ad-dalilu. Tayib, kwa hivyo hii al-manatu linamaanisha nini? Huwa mawdhi'u ta'liqi, ni pahala pa kutundikwa, ku'allik hukmu kupitia kwa hiyo illa, al-makanu alladhi yu'allaku bihi shay'un ma, pahala ambapo hutundikwa kitu chochote. Tayib, wa huwa sha'i'un fil fiqh wa usul ad-din, hili la ila limeenea katika somo la fiqh kwa fuqaha na watu wa usuluddin, kama watu wa usulul fiqh, wakimaanisha al-illatu au sababu alladhi yata'allaqu bihi al-hukm, ila ama sababu ambayo hukumu hufungamana nayo sababu hiyo. Fa mathalan, angalia hapa tupigiwa mfano kusema manatul hukmi bitahrimi al-khamri huwa al-iskar. Kwa hivyo itakuwa maana sababu ya hukumu wa uharamu wa tembo ni kule kulewesha. Ay anna al-iskara, ni kuwa kule kulewesha kwa pombe, huwa sababu alladhi yu'allaku bihi al-hukm, ndio sababu wa kutundikwa ile hukumu kwa kuwa yalewesha. Kwa hivyo utaona pombe ni mansusu kwa nasi ya kuharamisha, miraa na vinginevyo hakuna nasi. Kwa hivyo utafanya ile kusawazisha hukumu, kufanya sawa hukumu, walivyosema kwenye kaida taswiyatu aslin bi far'in fil hukmi li'illatin jami'atin bainahuma. Idhan tutapata dalilul hukmi, tutapata illatul hukmi, na tutapata manatul hukm. Tayib, wama al-hukmu 'inda al-usuliyin, hukumu sasa nini mbele ya wanavyoni wa usul? Mbona huu ni uanzilishi wa jina la hili kitabu. Tayib, hukumu mbele ya usuliyin huwa khitabu Allahi, ni mazungumzo ya Allah, almutaalliqu bi af'ali almukallafin, yenye kufungamana na matendo ya waliokalifishwa na sharia,
tawdhihi yake zaidi zitafuatia kwenye babu al-hukm insha Allah. Bil iqtidahi, iqtidai ni al-hukm au at-takhyir au al-wad'i, zote zimekusanywa vizuri katika babu al-hukm. Wa huwa yanqasimu ila hukmin taklifiyin wa hukmin wad'i, hugawanyika hukmu katika hukmu taklifi, na katika ahkamu taklifia kumetoka mambo matano. Wa hukmin wad'i, na katika ahkamu alwad'iyya pia kumetoka mambo matano. Fal ahkamu taklifia, hizi hukmu za taklifi, tataallaqu bitalabi au at-takhyir, yani hufungamana na kutakiwa. Talabul amr, utakiwe kufanya, au talabun nahi, au takhyir, ufanye hili ama ufanye lingine. Kal ujubi wal hurmati wal ibaha, kana mfano wa matatu hayo: la wajibu, la haramu na la ruhusa uliopewa. Bainama tataallaqu al ahkamu al wad'iyya, kati ya kuwa hufungamana hukumu za al wad'iyya kwenye mambo matano, yaj'alu shay'a sababan au shartan au mani'a, kwa kukifanya kitu sababu ya kufanya jambo, ama sharti ya jambo, ama kizuizi cha jambo. Kasihati wal fasad, kama kusihi na kuharibia. Sawa sawa. Huu ni uchangulizi wa jina la somo lenyewe. Biidhnillahi alkarim, ayuha talaba alkiram, sanati fil jalsati thania kwenye alfiqh, kwa sababu somo linaitwa usulul fiqh, ambao mazingatio yake kwa kuzingatia mufradaihi, mufradi zake mbili, kalimatu usulin wa kalimatu fiqh. Tumeona yaliyokusanywa na kalimatu usul. Tutakuja kwenye jilsatu thania yaliyokusanywa na kilma cha fiqh, ili kisha litanganywe na wengine liwe ni somo hasa, au usulul fiqh liwe ni jina la somo. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa jazakumullahu khairal jazaa wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hii ni An-Nisaa TV.